Wakurugenzi wa baraza ya manispaa na masheha wa mkoa mjini Magharibi wametakiwa kufanya kazi kwa mashirikiano ili kuleta ufanisi katika kuhudumia wananchi. Mkuu wa mkoa wa mjini Magharibi, Idrisa Kitwana Mustafa, alitoa agizo hilo katika kikao cha kuwatambulisha wakurugenzi wapya wa mabaraza ya manispaa mjini Magharibi A na Magharibi B kwa masheha wa mkoa huo, hafla iliyofanyika katika ofisi ya mkoa Vuga. Kuhakikisha tunaangalia na tunasimamia yale maono ya serikali, lakini tunasimamia maelekezo ya serikali kwa mujibu na sheria na taratibu ambazo tumepewa. Na naamini sasa changamoto nyingi zitapungua kwa sababu muunganiko mzuri tutaupata baina yenu masheha, lakini na kwa majukumu ya kimanispaa. Leo mtu anapiga makelele, mtu kanijengea ukuta kwenye njia hii inapitwa, mtu tu mbabe anaamua anajenga ukuta nenda kokote. Naamini sasa mkishirikiana na manispaa, huyo mtu hana pa kwenda. Sheha plus manispaa, kama kweli ilo eneo si la kujenga na hastahili kujenga, hatuna haja hata kwenda kwenye serikali kuu. Maana yake rais wa kijiji upo sheha, lakini mwenye dhamana ya kuona kibali cha ujenzi yupo, na maeneo mengine ambayo hatakiwi kujengwa, nadhani tutakwenda vyema. Akizungumza kwa niaba ya wakurugenzi, mkurugenzi wa baraza la manispaa Magharibi B, Sabra Isa Machano, amesema masheha na wananchi ndio wadau wao muhimu, hivyo ameomba mashirikiano ili waweze kutekeleza majukumu kama walivyokusudia. Mimi la kwanza naomba wanipokee kama maamuzi ya Mheshimiwa Rais kuniweka kwa sababu inakuwa kama kiongozi, lakini ni kazi jumuishi, ni kazi yetu ya pamoja, na kama manispaa yetu sasa hivi tunataka tuifanyie manispaa pambe, yani iwe mjini mkweli. Unajua mimi mwenyewe nakaa huko, kwa hiyo mimi hata sikudanganya, changamoto nazijua katika wakaazi wa mjini wa Magharibi B na mimi nimo. Kwa hiyo naamini tutafanya kazi kwa pamoja, kwa ukaribu, kuiboresha na ifike pahali kwamba zikiangaliwa hizi manispaa za Zanzibar yetu sio namba S, ndo namba 1. Hapo uliposema pambe mkusudi. Kwani pambe uzuri asili Uislamu nadhifu usafi. Kama kila yani unajua mambo yangu. Alafu upendi kwanza kusema mambo mengi kwanza. Unajua vitendo ndio vitakavyosema. Swala la usafi ni swala jumuishi. Sisi kama manispaa tunakuwa viongozi wa usafi, lakini kila mwananchi ana jukumu la kuweka usafi katika eneo lake, unajua. Kwa hiyo kubwa ni kuangalia namna gani changamoto zaidi ziko vipi, kuna sehemu gani unaweza kuimarisha zaidi. Yani ni jambo ambalo la kuangalia namna, kwa sababu kila kitu kinakwenda na fedha na majukumu, kwa sababu na wananchi sio tutatoka usafi na sisi pia tunataka makusanyo yaboresheke, tupate pesa tuzikusanye. Tunajua mambo gharama. Kwa hiyo inabidi hayo mambo tutazidi kuwa tunasaidiana, na mimi tutakuwa na ukaribu zaidi kama wana vyombo vya habari kuwajulisha wananchi maelekeo, mipango iko vipi na namna gani tunaweza kufanya kazi kwa pamoja kwa maslahi na mustakabali wa nchi yetu. Wanajua walikuwa wengi wanaonitizama na wengi wanaoniona kwenye mitandao, watakwambia sasa tunakuona kwenye mitandao tu. Labda niwaambie kwa majukumu haya Mheshimiwa Rais ameamua kunileta karibu yao zaidi. Kwa hiyo takuwa of course kuna field trips nyingi tutapita kwingi. Kwa hiyo naamini sio nasaha hazitakuwa tu kwenye mitandao. Sasa tutakuwa tunakutana moja kwa moja, ana kwa ana, mmoja, kwa tutakuwa karibu zaidi na wananchi. Na kwa upande wa baadhi ya masheha wameahidi kufanya kazi kwa karibu na wakurugenzi hao, huku wakishauri serikali iweke utaratibu mzuri katika kutambua watu wanaohamia kwenye shehia. Mimi nishukuru mwito huu wa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mjini Magharibi kwa kushirikiana na Mkuu wa Wilaya ya Magharibi B kwamba wametupa maagizo ya changamoto ya migogoro ardhi. Ni kweli sababu zinakuwa zipo za migogoro ardhi, lakini pengine wakati mwingine zinachangiwa na wenyewe wananchi. Kuto kuuza sehemu, lakini kuto kumshikisha share kwenda kutaka ushauri. Na mara nyingi wanakuwa wanatumia na sheria. Sasa panapotokezea mgogoro ndio unaonekana wewe share kwamba umesababisha ule mgogoro. Na sisi kama mashare tutayachukua kwa kwenda kuyafanyia kazi ili asiweze kutokeleza tena hayo matatizo. Na hususan kama nilivyosema, matatizo hatokezei kwa mashare, hata na wanasheria nao wao miongoni nao pia wanasababisha migogoro katika shehia, kwa sababu wanakuwa wanafanya maamuzi na wananchi bila shehia kushirikishwa. Unapotokea mgogoro unakuja kuambua shehia, wewe shehia unaenda kutatua, lakini baadaye linageuka linakuja kwa shehia. Lakini kwa yote tutajitahidi kadiri ya uwezo wetu kuyafanikisha kwamba yasitokezee tena katika mkoa wa Mjini wa Magharibi na hususan kwa Magharibi B. Migogoro ya ardhi iko kila pahala. Kwa mfano wenzetu kule Tanzania bara unakuta ardhi ya kule kubwa
na kama itagaiwa basi kila mtu anaweza akapata karibu kama kilomita 5 mpaka 10 na bado ardhi ibakia. Lakini ardhi ya Zanzibar ndogo sana. Kwa hivyo lazima afikirie ule uingiaji wa watu unasababisha vile vile kupungua na ile ardhi yenyewe, kwa sababu ardhi haiongezeki isipokuwa kila siku inapungua. Kwa mahitaji ya watu, ya makazi, ya kulima na mambo mengine ya huduma katika ardhi yanakuwa yana shida. Kwa kiasi fulani ndo matatizo yanatokea, kwa sababu kila mtu analazimisha kwamba lazima awe na eneo, na kuwa na eneo kunahitaji mambo matatu: aidha kurithi, kununua au kupewa hiba. Lakini haya hapatikani, mtu akiingia basi. Angel Paul, ASAM Online TV.